Wizara hii ni mtima wa taifa. Sisi ni mtima wa taifa. Na jambo hili si langu, alisema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wizara hii sisi ndio taswira ya nchi yetu. Mtu akitaka kujua Tanzania inafananaje, ikoje, ni wizara hii. Wizara hii ndio inaonyesha haiba ya Watanzania. Na natumia neno haiba kwa maana pana zaidi. Sio haiba tu kwa maana ya muonekano, lakini mila zao, desturi zao, kucheka kwao, kulia kwao, kuimba kwao, kufurahi kwao, kuhuzunika kwao. Nikisema kuhuzunika kwao watu watashangaa, ndio taifa letu mpata misiba mingi mikubwa kwa Mwalimu wengine. Kwa hiyo dunia inajua Watanzania wakifiwa na viongozi wakubwa wanaliaje, Watanzania wakiwa na sherehe kubwa wanafurahi vipi. Kwa hiyo sisi ni tima, taswira, haiba. Na sisemi hatulitambui, lakini ni muhimu sana watu ambao ninyi mnasimamia taswira ya nchi, mtima wa nchi, haiba ya nchi, kujitambua ninyi ni nani. Je, sisi ni nani? Tunajitambua sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, sisi ni nani? Nini dhima yetu? Nini wajibu wetu? Nini majukumu yetu? Lakini baada ya hapo lazima tujiulize tunahitaji mbinu gani, mikakati gani ili huko kujitambua kwetu sasa kutimie. Lakini pia wajue thamani yetu na mchango wetu. Hapa sizungumzii we're not indispensable, lakini relevance, lazima wajue relevance. Na dunia ya leo vitu hivyo viwili usitegemea kufanyia mtu mwingine, lazima ufanye wewe mwenyewe. Mimi naamini katika timu wengi. Timu wengi sana kwa tunafanya makosa kudhani timu ni kuangalia udhaifu wa mtu. Timu ni kuangalia kipaji cha mtu ambacho anaweza kufanya kazi vizuri sana na kujenga synergy. Lakini kuchukuliana katika yaliyopungua. Kwa hiyo mkutano huu tunatekeleza maelekezo pia ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa maamuzi haya, na niseme wote pongezi nyingi sana. Lengo hasa la vikao vya mafunzo na mazingativu ni pamoja na kuongeza mshikamano miongoni mwa wafanyakazi wa wizara wanayoiongoza, lakini kutoa mafunzo na kupeana uelekeo hasa mahali tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Na imekuwa muhimu kwa sababu mara zote baada ya vikao hivi inafahamika kwamba morale huwa inaongezeka. Upo umuhimu wa kuwa na kikao hiki, na sio mara moja kila mwaka. Tuendelee kukumbushana kuhusu wajibu ambao tunatazamiwa kutekeleza kwenye majukumu ambayo tumepangiwa, lakini vile vile kupeana moyo na kurekebishana, kupeana mwelekeo pale inapobidi.